Dalili za kiyama, dalili za mwisho wa dunia. Sikia hii. Allah subhanahu wa ta'ala ameshazungumza haya na akayasema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza katika hadithi zake. Hizi ni miongoni mwa dalili za kiyama, na akaonya. Na mimi huwa nasema na nahusia kuwa ikiwa mtu usanii umekushinda, ikiwa umeshindwa na usanii bwana, mziki umekushinda, mashairi huna tena kichwani, huna kitu, umeshindwa kutunga mashairi na mziki kuimba, ni bora unyamaze, uache hiyo kazi kama huiwezi. Chana nayo. Lakini tumeona kufanya makosa huko nje tumeona haiwezekani, mpaka tukaona tuje kuichezea Qur'ani. Hawa vijana mimi nawahusia na nawahusia na wengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, katika suratul Jathiyat aya ya 9, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadhuha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Na pindi tu wanapojua au wanapoijua kitu kutokamana na Qur'ani, yani ima mtu labda amehifadhi kidogo akajua chochote katika Qur'ani, ama akawa ameisoma Qur'ani kidogo akawa ameijua tu, hao watu wanazungumziwa hapa. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ittakhadhuha huzwa, wao huichukulia ile Qur'ani ni maneno ya upuzi, maneno ya kipuuzi, maneno ya kujipumbaza nayo, kama hivyo kuimba, yani kuyafanyia mchezo, yani maneno ya kujipumbaza, maneno kama pumbao, kama mchezo, kufanya tu istihzai nayo, vitu kama hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ulaika lahum adhabun muhin, hawa watu ni yao wao adhabu yenye kudhalilisha, adhabu ambayo kwamba itawafanya wawe madhalili, adhabu ambayo kwamba itawafanya wawe wanyonge, adhabu kali ni yao wao. Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea akasema min waraihim jahannam, nyuma yao kutakuwa na moto, wala yughni anhum ma kasabu shay'an, wala hakuna kitakachowasaidia wao kutokana na vile walivyovichuma. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya, na wale waliowachukua kwamba wao ndio marafiki zao, ndio uendani wao asokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa wao ndio wanaowategemea, wanafurahia na wao. Kama hivyo mtu ameona atume video kama hiyo, mtu aimbe Qur'ani, afanya anavyotaka kwa sababu atafuta viewers, atafuta pesa, atafuta maisha, yani yosikia raha watu wakilike, wakicomment, wakinini, hajui kuwa yuakosea. Mtume sallallahu atuambia falyadhaku qalilan walyabku kathiran, watacheka kidogo tu, wacheke kidogo, lakini watalia sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utaona raha watu wana like video, wana comment, kama ni pesa unapata, wacheza mziki, lakini mbele ya Mungu. Mimi nawahusia tu vijana waliofanya hivi, ikiwa umeishiwa kwenye mziki, huwezi kuimba, huwezi fanya, achana na hiyo kazi. Jua huna experience nalo, achana nalo.